Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Nezia Masinde, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Mohamed Jamal, na katika habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba aikaribisha Alstom kuwekeza miundombinu ya usafiri Tanzania. Katika biashara, serikali yatafakari kuongeza siku za maonesho ya Sabasaba kufuatia mwitikio mkubwa. Na katika habari za kimataifa, Marekani na Iran zashambuliana tena, Rais Trump achefukwa. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amekutana na makamu wa rais wa kampuni ya Alstom ya nchini Ufaransa Philippe Della, ambapo wamejadiliana kuhusu fursa za uwekezaji katika sekta ya miundombinu ya usafiri nchini Tanzania. Taarifa hii inasomwa na Goodluck Msola. Katika mazungumzo hayo, Dr. Mwigulu Nchemba alimkaribisha Alstom kuwekeza nchini Tanzania, akieleza kuwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa kundi la wawekezaji na wafanyabiashara kutekeleza mageuzi yanayolenga kuifanya Tanzania kwa kitovu cha biashara, usafirishaji pamoja na uwekezaji katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa upande wake, Bwana Philippe alieleza kuwa nia ya kampuni hiyo ni kushirikiana na serikali ya Tanzania katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya usafiri wa mijini. Kampuni hiyo imeonyesha utayari wa kuwekeza katika ujenzi wa mifumo ya usafiri wa haraka pamoja na miundombinu ya kisasa yenye lengo la kupunguza msongamano wa magari ndani ya jiji la Dar es Salaam, huku ikitizama pia fursa za utekelezaji wa miradi kama hiyo katika miji ya Mwanza, Mbeya pamoja na Arusha. Miradi hiyo inatarajiwa kuongeza ufanisi wa usafiri wa mijini na kupunguza muda wa safari, kuimarisha shughuli za biashara na uwekezaji pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi na kuboresha maisha ya wananchi kupitia matumizi ya teknolojia za kisasa. Mazungumzo hayo ni sehemu ya jitihada za serikali za kuimarisha ushirikiano na kampuni kubwa za kimataifa ili kuleta teknolojia, utaalamu na mitaji itakayochochea maendeleo ya miundombinu na uchumi wa taifa. Kampuni ya Alstom ina uzoefu mkubwa katika kubuni, kujenga na kuendesha mifumo ya kisasa ya usafiri, hususani wa umma, ikiwemo reli za kisasa, treni za mwendo kasi pamoja na metro train na teknolojia za usimamizi wa usafiri. Asante sana Goodluck Msola. Serikali mkoani Geita imewahakikishia wachimbaji wadogo wanaofanya shughuli za uchimbaji katika mgodi wa Msasa uliopokata ya Runzewe wilayani Bukombe kuwa wataendelea na shughuli zao kama kawaida, huku akisisitiza kuwa hakuna mpango wa kuondoa kwenye eneo hilo wala kuingizwa mwekezaji mkubwa kama ambavyo kumekuwa na taarifa zinazosambazwa bila uthibitisho. Taarifa hii na Joel Maduka kutoka Geita. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera wakati wa ziara yake katika mgodi wa Msasa iliyolenga kujionea hali ya usalama, kusikiliza changamoto za wachimbaji na kuzungumza nao kuhusu mustakabali wa shughuli zao. Akizungumza na wachimbaji hao, Shigera amesema serikali inatambua mchango mkubwa wa sekta ya uchimbaji mdogo katika kukuza uchumi wa wananchi na taifa, hivyo itaendelea kulinda maslahi ya wachimbaji na kuhakikisha mazingira ya kazi yanaendelea kuwa salama na utulivu. Ninachotaka niwahakikisheni kwa kuendelea na utulivu huu, kwa kuendelea kuchapa kazi, hakuna mpango wowote wala mpango wa kutengeneza, si kuleta wachimbaji wakubwa, si kuondoa wachimbaji wadogo. Msasa itaendelea kuwa ya wachimbaji wadogo ili waendelee kujiletea fedha. Naye kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo amesema jeshi la polisi litaendelea kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo ya uchimbaji ili kuhakikisha wachimbaji wanaendelea kufanya shughuli zao kwa amani na utulivu. Sema ni kwamba endeleeni kupiga kazi kutafuta hela, ulinzi na usalama niachieni mimi, na nawahakikishia kwamba hali ya ulinzi na usalama hapa itaendelea kuwa hivi ilivyo. Nyie endeleeni kupiga hela. Kwa upande wao, baadhi ya wachimbaji wadogo katika mgodi wa Msasa wameelezea kufurahishwa na ziara ya mkuu wa mkoa, wakisema imeondoa hofu iliyokuwa imejitokeza kufuatia taarifa zilizosambaa zikidai kuwa eneo hilo lingepewa mwekezaji mkubwa. Hatuna changamoto yoyote ambayo tumeiface toka asubuhi mpaka sasa hivi wamefika. Ninachoweza kuwashauri wachimbaji tuendelee kufanya uzalishaji ili tuweze kupata kipato.
Hilo ndo muhimu kwetu sisi kama wachimbaji. Hapa tuendelee na kazi iendelee jamani, kwa sababu sisi tusipopata kazi kwa kweli ina maana hatuna sehemu ya kula. Tutafanyaje? Tutaenda kulia wapi? Kazi iendelee. Ziara hiyo ya viongozi wa serikali na vyombo vya ulinzi na usalama imekuja wakati ambapo kulikuwa na sitofahamu iliyosababishwa na taarifa zisizo rasmi kuhusu hatima ya mgodi wa Msasa. Serikali imesisitiza kuwa itaendelea kushirikiana na wachimbaji wadogo katika kuhakikisha shughuli za uchimbaji zinaendelea kwa mujibu wa sheria, huku ikilinda maslahi ya wananchi na kudumisha amani na utulivu katika maeneo ya uzalishaji. Asante sana Joel Maduka. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji ameitaka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kuongeza juhudi za kudhibiti wanyamapori wakali na waharibifu wanaovamia makazi na mashamba ya wananchi, hatua itakayosaidia kupunguza matukio ya wanyama hao kuvamia makazi ya wananchi. Shukuru Materu kutoka mkoani Morogoro ameandaa taarifa hii. Waziri Dr. Kijaji ametoa kauli hiyo wakati alipofanya ziara katika makao makuu ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA, ambapo amesema serikali itaendelea kuimarisha usimamizi wa rasilimali za wanyamapori na kusisitiza mamlaka hiyo kuchukua hatua za haraka pale wanyamapori wanapovamia maeneo ya wananchi. Tunalazimika sisi sasa kuja na mikakati kadhaa ya kuhakikisha wananchi waliosogelea hifadhi zetu, wananchi walioanzisha shughuli za kiuchumi kwenye maeneo ya shoroba wanaendelea kuwa salama. Na moja ndio mmeona tulipita wote hapa, tumeona tunatekeleza mipango mbalimbali ya kuhakikisha usalama wa wananchi wetu. Kwa upande wake, mhifadhi wa wanyamapori na mtaalamu wa ndege nyuki kutoka TAWA Juliet Mboko akabainisha hatua mbalimbali wanazozichukua kuhakikisha wananchi hawapati madhara kutokana na wanyama wakali na waharibifu. Tarehe 30 mwezi wa 4 kikosi kilipokuwepo katika doria katika maeneo yale ya wananchi, kwa sababu kuna kuaga na vikosi karibia na mpaka wa hifadhi na vijiji. Kwa hiyo kile kikosi kilichokuwepo pale kilikuwepo na ndege nyuki. Ndio madhara yale tulioepuka kukutana nayo kama kuharibiwa mazao, vifo na majeruhi. Kwa hiyo tukaweza kuwaswaga tembo wao kuwarudisha katika pori la Kiba. Madhara yale tulioepuka kukutana nayo kama kuharibiwa mazao, vifo na majeruhi. Kwa hiyo tukaweza kuwaswaga tembo wao kuwarudisha katika pori la Kiba. Ni taarifa yake Shukuru Materu. Hati fungani ya kampuni ya iTrust Finance Limited iTrust Bond imeweka rekodi mpya katika historia ya masoko ya mitaji nchini baada ya kukusanya shilingi bilioni 114.12, zaidi ya mara 7 ya lengo la awali la shilingi bilioni 15, mafanikio yaliyofikia 60.78%. Taarifa hii inasomwa na Goodluck Msola. Akizungumza Julai 8 jijini Dar es Salaam katika hafla ya kuorodheshwa kwa hati fungani hiyo kwenye soko la hisa la Dar es Salaam DSE, afisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CMCA CPA Nicodemus Mkama amesema mafanikio hayo ni ishara ya kuongezeka kwa imani ya wawekezaji katika masoko ya mitaji na uwezo wa sekta binafsi katika kutumia soko hilo kupata mitaji ya maendeleo. Ameeleza kuwa iTrust Bond imeandika historia kwa kuwa hati fungani ya kwanza nchini kutolewa na kampuni yenye leseni za udalali wa soko la hisa na usimamizi wa mifuko ya uwezeshaji, huku mauzo ya awamu yake ya kwanza yakivuka thamani ya mpango mzima wa hati fungani wa shilingi bilioni 100 uliokuwa unatekelezwa kwa miaka 4. Tumeweza kuona washiriki zaidi ya 98% ni washiriki wa Tanzania na 1.28 ni wawekezaji wa kigeni, lakini vile vile 66% ni wawekezaji mmoja na 33% ni taasisi na kampuni. Matokeo haya yanaonyesha imani walionayo wawekezaji kwa kampuni ya iTrust, lakini vile vile imani walionayo kwa soko la mitaji hapa nchini. Tunatoa rai kwa kampuni nyingine katika sekta ya umma na sekta binafsi waweze kutumia fursa zinazopatikana katika masoko ya mitaji ili waweze kupata rasilimali fedha ambazo zitatumika katika kukuza biashara, lakini vile vile katika kukuza katika kugharamia miradi
ya maendeleo. Kwa upande wake, afisa mwandamizi wa kitengo cha ushauri na utafiti kutoka kampuni ya iTrust Samali Shirima amebainisha kuwa fedha zilizopatikana katika hati fungani hiyo zitatumika kuongeza mtaji wa taasisi ili kuboresha mifumo ya kidijitali, hatua itakayowezesha kampuni hiyo kuwafikia wawekezaji wengi zaidi na kuongeza ushiriki wa Tanzania katika uwekezaji wa masoko ya hisa pamoja na mitaji. Kwenye zoezi hili tumepata wawekezaji wa ndani walikuwa asilimia 98.6 na wawekezaji kutoka nje walikuwa tu asilimia 1.4. Kwa hiyo hii inaashiria jinsi gani Watanzania tunaweza kwenye masuala ya uwekezaji na zile notion kwamba tunahitaji wawekezaji wa nje ili kusukuma maendeleo yetu inazidi kufifia. Yaani Watanzania tunaweza na zoezi hili linadhihirisha hivyo. Aidha, kuorodheshwa kwa iTrust Bond kumeongeza thamani ya soko la hati fungani za kampuni na taasisi nchini hadi kufikia shilingi trilioni 2.20 kutoka trilioni 2.09. Wakazi wa mkoa wa Njombe na maeneo ya jirani wanatarajiwa kuanza kunufaika na huduma ya kusafisha damu kwenye figo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe kuanzia mwezi Agosti mwaka huu baada ya serikali kufunga mashine 11 za kisasa zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 600. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe. Akiwa katika ziara ya kikazi mkoani Njombe, naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi amesema serikali inaendelea kusogeza huduma za afya karibu na wananchi ili kupunguza gharama na adha ya kusafiri umbali mrefu kufuata matibabu ya kibingwa. Niwapongeze uongozi wa hospitali ambao nimekuta tayari mashine 11 ambapo mmenithibitishia kwamba mwezi huu huduma hizi za kusafisha figo zitaanza hapa hospitali. Tuwapongeze sana hospitali. Naomba nichukue nafasi hii kuwatangazia wananchi wote wa Njombe wale wenye matatizo ya figo ambao wanahitaji usafishaji wa damu, hawahitaji sasa kusafiri mwendo mrefu. Upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe Dr. Gilbert Kwesi amesema hospitali hiyo bado inakabiliwa na changamoto za uhaba wa watumishi wa afya, hususani madaktari pamoja na kukosekana kwa uzio. Hivyo hospitali bado ina upungufu wa watumishi, ambapo kwa sasa mahitaji ya halisi ya watumishi ni 684 na ambao wapo ni 347. Hii ni sawa na 51% ya mahitaji ya watumishi. Hata hivyo, hospitali imeendelea kuajiri kwa mikataba ili kukabiliana na changamoto ya watumishi kwa maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa. Baadhi ya wananchi mjini Njombe wamepongeza huduma zinazotolewa hospitalini hapo, wakisema zimeokoa maisha ya wengi tangu hospitali hiyo ya rufaa ianzishwe. Hapa ni rufaa, ni lazima gharama ziendane na hospitali ya rufaa. Lakini sasa tunachotaka zile gharama ziendane sawa sawa na huduma pia inayotolewa. Huduma chache, gharama kubwa. Hilo ndio tatizo ambalo lipo kwenye hospitali hii. Lakini kuna kitu kinaitwa kukea wagonjwa. Kukea na kujali wagonjwa nalo lipo chini. Saizi tutaanza dialysis. Hicho ni kipengele kitatusaidia. Ni gharama sana kwenda kuugua. Mimi kwa mfano natoa mfano, kuna ndugu zangu wawili. Hospitali hiyo inapokea idadi kubwa ya wagonjwa wa magonjwa yasiyoambukiza, hali iliyosababisha wataalamu wa afya kuwataka wananchi kuzingatia ulaji sahihi, kufanya mazoezi na kufanyiwa uchunguzi wa afya mara kwa mara. Kutoka hapa mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Ni taarifa yake Ibrahim Godfrey. Watu wa kujitolea kutoka Japan JOCV chini ya JICA Tanzania kwa kushirikiana na maafisa wa maendeleo ya jamii kutoka Tanzania na Japan wamehimiza wanawake kutumia ujuzi walionao kujikwamua kiuchumi kupitia ujasiriamali, hususan kwa kutumia taka kutengeneza bidhaa mbalimbali za mapambo na kazi za mikono. Wamesema ubunifu unaotokana na mazingira unaweza kuwa chanzo kikubwa cha kipato endapo utaunganishwa na soko na uthubutu wa kuanzisha biashara. Tujiunge na Mrisho Mapeo kwa taarifa zaidi. Akizungumza katika maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba, Mesiona Itohara, afisa maendeleo ya jamii, amesema wanawake wengi wenye ujuzi bado hawajatumia fursa walizonazo kuanzisha shughuli za uzalishaji, akiwahimiza kujikita katika kubadilisha changamoto za mazingira kuwa fursa za kiuchumi kupitia bidhaa za ubunifu. Changamoto yetu ni hatuna
hatuna soko kubwa, kwa hivyo nimefurahi kama kuna watu yoyote au shirika yoyote wanatusapoti. Kwa sasa inashirikiana na wanawake 1, 2, 3, 4, 5. Kwa upande wake Mr. Masahiko Konishi, afisa maendeleo ya jamii kutoka kata ya Kidhesa Iringa, amesema sasa wanaposherehekea miaka 50 tangu kuanzishwa kwa programu hiyo ya kujitolea, wamekuwa wakishirikiana na wanawake katika kufundisha ufundi wa bidhaa za mapambo kama vibanio vya nywele na hereni kwa kutumia malighafi za ndani, akibainisha kuwa changamoto kubwa inayowakabili ni upatikanaji wa soko la uhakika licha ya bidhaa hizo kupendwa na jamii. Nimetengeneza sabuni pamoja na wanafunzi. Mapato yote yanasaidia kuboresha shuleni. So nimetengeneza kama chocolate. So linaonesha utamaduni wa Kiswahili, kushirikiana na kukagua. Aidha, Akane Miyazaki, mtaalamu wa mazingira kutoka manispaa ya Morogoro, amesema amekuwa akifundisha jamii kuhusu athari za mabadiliko ya tabia na usimamizi wa taka, huku akibainisha kuwa taka za plastiki zinaweza kubadilishwa kuwa bidhaa zenye thamani kama hereni na mapambo mbalimbali, hivyo kuchangia katika uhifadhi wa mazingira na kuongeza kipato kwa wananchi. Mimi ni mwana mazingira. So kwa kawaida naenda shule na kuwafundisha watoto kuhusu mazingira kama mabadiliko ya tabia nchi na matatizo ya taka na jinsi ya uhifadhi mazingira. Lakini shughuli nyingine natengeneza hereni kama hii kwa kutumia taka. Hii ni chupa ya plastiki. Hiyo kifuniko cha chupa. So tunakata kifuniko cha chupa kwa vipande vidogo vidogo na nilipeka pasi ya moto na kubadilisha umbo kama hii. Kwa upande wake Aisha Lugendo kutoka halmashauri ya wilaya ya Iringa amesema wanawake waliopewa mafunzo ya ujasiriamali wanaweza kuzalisha bidhaa za mikono kwa kutumia uzi na sindano, lakini changamoto kubwa imebaki kuwa ni upatikanaji wa masoko. Licha ya juhudi za kuziuza bidhaa hizo katika maeneo ya Sabasaba, amesisitiza umuhimu wa kuongeza fursa za soko kwa wazalishaji wadogo ili waweze kukuza biashara zao. Changamoto ni masoko. Ni kweli vinapendwa, vinavaliwa na wadada na wanawake tofauti, lakini changamoto ni masoko. Wameweza kutengeneza vibanio kwa wingi na leo hii tumekuja kuviuza hapa Sabasaba. Ni taarifa yake Mrisho Mapeo. Utamaduni wa unyago ni sehemu muhimu ya urithi wa jamii nyingi nchini Tanzania, ukiwa na lengo la kuandaa wavulana kuelekea hatua ya utu uzima kwa kuwajengea maadili, nidhamu, heshima na uwajibikaji katika maisha ya kila siku. Amini Nyaungo ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Singida. Ili tupate historia sahihi ya unyago, TVE Habari tumetembelea kijiji cha Msungua, wilaya ya Ikungi, mkoani Singida. Hapa tumekutana na wazee wakitueleza unyago au jando ni kitu gani. Zamani ilikuwa tunapelekwa kwa jando kwa kufikia umri wa kutahiriwa. Unapelekwa pale, unatahiriwa, mnakusanywa. Mimi nimebahatika kwenda kimila. Mnaenda pale, mnakusanywa, mnaelezwa jinsi ya kuishi na jamii. Kwamba jando ni wakati kijana wa kiume anapofikia umri wa kwenda hiyo suna. Ilikuwa wazazi wetu huko mwanzoni, aidha huko nyuma, walikuwa wakifanya kazi hiyo katika muda ambao ni muda wa baridi. Umuhimu wa kitu hiki unatokana na matokeo yake. Je, jando lina umuhimu gani kwa jamii? Sababu nimejifunza kuishi na jamii yote ili kutokumbagua mtu. Kwa tufundishe ishi na huyu aina hii, usibague watu. Na watu ndio mtaji wako mkubwa katika maisha yako. Mara kama hiyo vijana walikuwa wanafundishwa uvumilivu. Kwanza uvumilivu wa kwanza ni ile kufanyiwa tohara pasipo ganzi. Ni kipi wanakikosa vijana wa sasa ambao hawapitii jando na unyago? Wanakikosa yale maadili ya uvumilivu na ufanyaji wa kazi, kwa sababu wakati huo wale wenzao walikuwa wanafundishwa mambo ya uvumilivu na ujasiriamali vile vile. Mtoto wa leo huko zamani walikuwa mtoto wa kiume wanakula pamoja na ndugu zake wa kiume kwenye dimu. Kila chenye faida hakikosi kasoro. Je, jando kasoro yake ni nini? Kisu kimoja hicho. Na ndio maana kwa kweli kulikuwa ni hatari sana kwa ajili ya uambukizaji wa magonjwa.
Mbali na kuhifadhi mila na desturi, unyago pia hutumika kama jukwaa la kutoa elimu kuhusiana na afya, mahusiano na wajibu wa kijamii, huku ukihimiza mafunzo yanayozingatia usalama, utu na haki za mtoto kuendana na mabadiliko ya wakati na sheria sahihi. Ni taarifa yake Amini Nyaungo. Katika kuhakikisha wanaongeza thamani ya kazi za sanaa pamoja na kukuza mitaji ya wasanii katika ukanda wa Afrika Mashariki, kamati ya tuzo za EGMA inatarajiwa kuendesha kongamano la elimu ya fedha kwa wasanii zaidi ya 350 kutoka Tanzania. Kwa taarifa hii na Goodluck Msola. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kutangaza msimu wa pili wa tuzo hizo, Bi Margaret Chacha, afisa mtendaji mkuu wa EGMA, amesema kongamano hilo litafanyika katika jiji la Dar es Salaam Agosti mosi, ambapo elimu hiyo itatolewa kwa ushirikiano na taasisi mbalimbali ikiwemo taasisi ya mifuko ya uwekezaji nchini UTT AMIS, ili kuongeza thamani ya kazi za sanaa kwa kundi la vijana wa Kitanzania. Tunapenda kuwatangazia ndugu wananchi wote wa Afrika Mashariki, nchi 7 zote. Najua kuna wengine hapa sasa hivi wanatufuatilia live kutoka Uganda na wengine Kenya wanatufuatilia live kwa sababu tuko live kwenye mitandao yetu yote ya YouTube na social media zetu. Kwa namna hiyo basi tumerudi tena kwa msimu mwingine. Kwa hiyo event yetu ya kwanza tutaanza tarehe 1 mwezi wa 8 ambayo itakuwa ni Artist Connect. Kwa upande wake, mwakilishi wa UTT AMIS Lydia Godwin amesema elimu ya fedha na uwekezaji kwa wananchi wengi wa Tanzania wakiwemo wasanii si ya kuridhisha, hivyo wanaamini hatua hiyo inakwenda kusaidia katika kubadili mitazamo kwa kuwafanya kuwekeza kupitia mifuko 6 ya uwekezaji iliyopo nchini. Tuna sehemu za uwekezaji ambapo sehemu nyingi za uwekezaji wanakuhitaji mwekezaji uwe na pesa nyingi kidogo, lakini pia wengine wanakuhitaji uwe na elimu kubwa ya uwekezaji. Ndio maana Watanzania wengi sehemu za uwekezaji tunazifahamu na pesa tunazo za kuwekeza, ila tunashindwa kwenda kufanyeje kuwekeza. Sababu ni nini? Ni elimu ya uwekezaji, lakini pia vipato vyetu. Sasa kupitia mifuko ya uwekezaji wa pamoja tutakuja kubebana kwa lugha rahisi, mtu binafsi, kikundi, taasisi, joint account, na kwenye kubebana haijalishi wewe upo kwenye kundi gani. Naye Rebecca Pascal, afisa uendeshaji kutoka EFM na TVE, wakiwa ni sehemu ya wadhamini pamoja na mwakilishi wa Baraza la Sanaa la Tanzania BASATA, kupitia kwa Kevin Sotal, wamewataka vijana wa Kitanzania hususani kundi la wasanii kujitokeza na kushiriki katika mchakato mzima wa tuzo hizo, ikiwemo elimu pamoja na maeneo mengine kuelekea kufanyika kwa tuzo hizo ambazo zitafanyika mwezi Novemba, ili kuendelea kukuza tasnia ya uimbaji wa nyimbo za Injili. Sisi EFM na TVE tunaahidi kushirikiana na kamati ya IGMA kuhakikisha muziki wetu wa Injili unafika pale ambapo unatakiwa kufika. Niwaombe sponsors wetu mjitokeze kwa wingi, mshike mkono mkurugenzi, tufanye tukio zuri na Tanzania tufike kimataifa. Unajua tuzo kama hizi, wale wanaofuatilia, ukifuatilia kule duniani kuna tuzo nyingi kubwa. Kuna mataifa yanajulikana kwa sababu tu wasanii wake ni wakubwa, kwa sababu tu kuna tuzo ambazo mataifa mengine kama sisi tunazishadadia. Ni taarifa yake Goodluck Msola. Mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA imezindua rasmi shughuli za kijiji cha bima katika maadhimisho ya miaka 50 ya maonyesho ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam Sabasaba, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuendelea kuwafikishia wananchi elimu ya bima na kuongeza matumizi ya huduma za bima nchini. Taarifa hii inasomwa na Goodluck Msola. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Dr. Sakware amesisitiza kuwa kijiji cha bima ni jukwaa muhimu ambalo linaunganisha wananchi pamoja na wadau wa sekta ya bima kwa lengo la kutoa elimu sahihi, ushauri wa kitaalamu na huduma mbalimbali za bima katika eneo moja. Ameeleza kuwa ukuaji wa sekta ya bima unategemea kiwango cha uelewa wa wananchi kuhusu umuhimu wa bima katika kulinda maisha, afya, mali, biashara na uwekezaji, huku akibainisha kuwa ushirikiano kati ya TIRA na wadau wa sekta hiyo umeendelea kuwa nguzo muhimu katika kuhakikisha huduma za bima zinawafikia Watanzania wengi zaidi. Aidha, amewahimiza wananchi ambao wanatembelea maonyesho ya Sabasaba kufika katika kijiji cha bima ili kupata elimu, ushauri na taarifa sahihi kuhusu bidhaa mbalimbali za bima zinazotolewa na kampuni tofauti, hatua itakayowezesha kufanya maamuzi sahihi kulingana na mahitaji yao.
Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia Makumbusho ya Taifa imewataka Watanzania kuendelea kuwarithisha watoto mila, desturi na tamaduni za Kitanzania ili kuimarisha maadili na kutengeneza kizazi kinachotambua historia na tamaduni zao. Mrisho Mapeo na taarifa zaidi. Katika maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Sabasaba, Makumbusho ya Taifa imewaletea Watanzania maonesho ya mila, desturi na tamaduni za kabila la Wazaramu, ikiwemo vyakula, makazi, mazao ya kilimo pamoja na shughuli mbalimbali za kina mama. Hivyo wameitaka jamii kwenda kujifunza. Amina Musa Chuma ni moja ya wasimamizi wa kijiji cha Wazaramu kilichopo kwenye viwanja vya maonesho ya biashara ya 50 Sabasaba. Ameeleza mambo mbalimbali ambayo ni sehemu ya mila, desturi na tamaduni za Kizaramu. Na bao, hilo bao wanacheza jamii ya Wazaramu. Yaani bila Mzaramu kumkuta anacheza bao, huyo sio Mzaramu harisi. Sijui umeelewa. Ukishatoka hapo unakutana na vitu vingine vya ndani zaidi vya kina mama. Kuna nazi. Nazi bwana, mwanamke ukimkuta na kuna nazi wa Kizaramu utampenda. Anajulia kukuna kile na vitu vinakatika kidogo vyake. Wananchi mnaotembelea Sabasaba, karibuni katika kijiji cha Wazaramu. Muje mujionee vitu vya Kizaramo. Kwa upande wake, afisa utalii kutoka Makumbusho ya Taifa Charles Adam Ezekiel amesema Makumbusho ya Taifa ni eneo ambalo limetunza kumbukumbu na historia ya Tanzania. Hivyo wameitaka jamii kuendelea kujifunza historia, mila na tamaduni za Kitanzania, huku pia akisisitiza jamii kufanya utalii wa ndani. Kwa hiyo mwananchi yote aliyeko nyumbani akija Sabasaba atapata kujionea namna ambavyo Wazaramu wametunza mila zao, wanavyokula, wanavyolima, wanavyovifanya biashara pamoja na shughuli zao za kila siku. Kwa hiyo ndani ya viwanja hivi vya Sabasaba katika banda hili kubwa la Wizara ya Maliasili na Utalii utatembelea Makumbusho ya Taifa, lakini pia utapata fursa ya kutembezwa katika jiji la Dar es Salaam kupitia programu yetu ya City Tour. Hii ni programu maalum kwa ajili ya wananchi ambao hawajui historia ya jiji la Dar es Salaam, hawajui boma la Mjerumani liko wapi, mnara wa askari una maana gani, majina mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, Mwananyamala, Kinondoni, Ubungo. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Nezia Masinde. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.